Ni mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ishara, anafahamika kama Catherine Simaloe. Kunradhi, unafuatilia matangazo haya kupitia mtandao wa X @TV47 Digital @TV47 Live. Tuandamane hadi tamati. Utafiti wa kampuni ya Infotrack unaonyesha kuwa Rais William Ruto ndio mgombea wa urais maarufu mwaka huu. Aidha, chama cha UDA kina umaarufu mwingi nchini, naye mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino ndiye anayependelewa zaidi kurithi uongozi wa eneo la Nyanza. Infotrack imetaja kuwa hisia za wapiga kura zinazidi kubadilika kutokana na hali ya kiuchumi na mabadiliko yanayoibuka ya miungano ya kisiasa. Sheila Chalangat anatuarifu mengi zaidi. Ikiwa umesalia takriban mwaka mmoja na miezi kadhaa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, matokeo ya hivi punde ya kura ya maoni iliyofanywa na kampuni ya Infotrack yanaonyesha kuwa ikiwa uchaguzi ungefanyika hii leo, Rais William Ruto ndiye angekuwa na umaarufu zaidi kati ya wagombea wengine wa urais. 28% ya waliohojiwa wakimpendelea Rais Ruto, huku 13% ya waliohojiwa wakimpendelea waziri wa zamani Fred Matiang'i. Kalonzo Musyoka na Babu Owino wakiwa na 12% na 7% mtawalia. Naye kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua akipendelewa kwa 5% ya waliohojiwa. Hata hivyo, 25% ya waliohojiwa bado hawajaamua kuhusu mgombea watakaye mchagua. Aidha, kura hii ya maoni imeonyesha kuwa uungwaji mkono wa vyama vya kisiasa umesalia kugawanyika. Chama cha UDA kikipendelewa zaidi kwa 23%, kikifuatwa kwa ukaribu na chama cha ODM kwa 19%. Chama cha DCP kilirekodiwa kupendelewa kwa 6%, kikifuatwa na chama cha Jubilee na 5%. Wakati huo huo, imani ya umma katika utendakazi wa IEBC imesalia kuwa ya mgawanyiko. Infotrack ikitaja kuwa mitazamo hii imechangiwa na jinsi IEBC ilivyoendesha chaguzi ndogo mwezi Novemba mwaka huu. 31% ya waliohojiwa wanasema kulingana na chaguzi hizi hawana imani na IEBC. Na kuhusu mjadala wa urithi wa uongozi eneo la Nyanza, wengi wamempendelea Babu Owino kuwa mwenye usemi katika eneo hilo akiwa na 33%. Oburu Odinga alipendelewa kwa 10%, huku gavana wa Homa Bay Gladys Wanga akiwa na 7%. Hata hivyo, bado kuna salia na idadi kubwa ya ambao hawajaamua wakiwa ni 37%. Kura hii ya maoni ya Infotrack imefafanua zaidi kwamba Wakenya watapiga kura mwaka 2027 kulingana na hisia zao kuhusu gharama za maisha, ukosefu wa ajira, ufisadi na upatikanaji wa huduma za afya na masuala mengine muhimu. Infotrack imetaja kuwa ilifanya kura hii ya maoni katika maeneo yote 8 ya nchi kati ya tarehe 19 na 20 ya Desemba mwaka huu. Sheila Chalangat, Runinga ya TV47.